اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunaendelea na kukushana masala mbalimbali katika dini yetu, hususan kwa siku yetu hii ya leo huwa tukisomeana masala ya fiqh ala madhhab Shafi'i. Huko nyuma tulikuwa tumeanza kitabu Janaiz, kitabu cha kuelezea namna gani mtu anapohama safari yake ya kutoka duniani kwenda barzakh, utaratibu unaofanyika. Tunajua kwamba mtu akifa kuna mambo manne atakuwa afanyiwe, ambayo ni kuoshwa, kuvishwa sanda, kuswaliwa na kuzikwa. Mambo haya ni wajibu kwa wale waliokuwa hai, lakini pia kabla ya kufanywa hayo pia kuna taratibu, ikiwa katika hali ya ihtidhar, yani manake anaelekea kukata roho, kuna taratibu zinafanywa sunna wal adab, na pia baada ya kuwa ameshakata roho kuna taratibu na sunna wal adab tukazieleza. Kuzieleza ikatupelekea tukazungumzia wasia, kwa sababu katika moja yanayotakiwa mtu akishakata roho tu basi yubadaru bi bara'ati dhimmatihi wa infadh wasiyatihi wa ilani mautihi. Vitu vitatu hivi mtu akishamaliza kukata roho yatakuwa vifanyike. Watu wafanye haraka kumuondoa katika dhima ya madeni, dhima ya ibada mbalimbali kama anadaiwa, wa inqadhi wa infadhi wasiyati, na pia kutekeleza wasia wake, kisha kutangaza kifo chake. Kwa hiyo ikatupelekea tukazungumzia kwa tawfiki ya Mwenyezi Mungu nini hukumu wasia. Baada ya hapo tukaja kuelezea hukumu ya yani manake Kiswahili za hukumu ya kumkafini, lakini hukumu manake ya kumwandaa yule mayiti mpaka kumzika. Tukaisoma tukaambiwa hili jambo ni fardhu kifaya ala man alima bihi min almuslimin, yote aliyojua katika Uislamu hili jambo linamhusu, na ikiwa hajatekelezwa basi wale ambao walikuwa karibu wakaliacha wanawasababishia wengineo wote kupata dhambi. Tukasema kwamba lazima wafanye wenyewe wanadamu, haitoshi jambo hili kufanywa na malaika au wakawa wamefanya na wanawake tu, au wakawa wanafanya na watoto wadogo tu. Hilo jambo haliwezekani ila fi halati nadira, katika hali ambazo si kawaida kutokea. Kwa mfano hamna mtu anayejua, akiwemo pale ni mwanaume anaujua shughuli hizi isipokuwa ni mwanamke tu, basi alitegemezwa yeye. Au hamna mtu anayejua jambo kama hayo isipokuwa mtoto mdogo, alitegemezwa yeye. Lakini hali ambayo tunasema ni nadra. Kwa tukasema mtu akifa ni fardhu kifaya kwa wale waliokuwa hai. Kisha tukaingia katika kumuelezea shahidi, tajhizi shuhada. Wale mashahidi nao wana hukumu zake za kuandaa ili waende katika ulimwengu wao mwingine ambao wa barzakh. Lakini tukasema kila mmoja katika sheria yetu ya Uislamu amepewa hukumu yake, kwa sababu mashahidi wana vigawanyo vitatu. Kuna shahidi fi dunya wal akhirah, kuna shahidi fi dunya la fil akhirah, na pia kuna shahidi fi dunya fil akhirah la fi dunya. Sasa hao kila mmoja ana hukumu yake. Hapo ndio tulikuwa tumesimamia au tumeweka hapo, tumesangalia hapo, na hukumu zake zote zinatofautiana kutokana na hali zao. Kwa mfano shahidi ambaye dunya wal akhirah, kwanza ni nani mtu kama huyu? Ndio nani huyu shahidi fi dunya wal akhirah? Tukasema huyu ni shahidi aliyobahatika kupata shahada kipindi kile cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wakipambana kwa sababu ya dini ya Mwenyezi Mungu iwe juu. Huyu ni shahidi tunasema namba moja fi dunya wal akhirah, naye aliuliwa katika maharakati
kufar, vita vya kupambana na Waislamu na makafiri, na nia yake wakana niyatuhu i'la'u kalimatillah, ilikuwa nia yake ni kulinyanyua neno la Mwenyezi Mungu, kueneza dini. Na ameitwa hivi kwa sababu huyu watu wanamjua kwamba amekufa vitani, kwa ni shahidi, na pia mbele ya Mwenyezi Mungu kutokana na nia yake ilikuwa ni kueneza dini, ni shahidi. Ndio maana akaitwa shahidu fi dunya wal akhirah. Huyu ndio yule mwenye hukumu zile ambazo la yughassalu, haoshi huyu. Hatuna haja kupoteza maji yetu kwa sababu kashakuwa mtukufu. La yughassalu, huyu haoshi. Wala yusalla, wala haswaliwi, swala zetu hazina maana tena kwake. Kwa nini? Kwa sababu maghfuru, kwa sababu ni maghfuru lahu, ameshasamehewa dhambi zake. Kwa sababu hii swala sisi imewekewa salatu janaza, kumswalia maiti akifa, asa wala ala kumuombea shifa mbele ya Mwenyezi Mungu, amsamehe madhambi yake kwa zile dua za waumini ambao watakusanyika pale. Sasa ikiwa tunamuombea mtu shahidi, inaitwa tahsilul hasil, kukifanyia kitu ambacho kisha kukisahilisha kitu ambacho kisha sahilishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hapo inakuwa kama kuharibu jambo. Ndio maana la yusalla alayhi, aswaliwi, wa yukaffanu wa yudfanu. Yeye anafanya mambo mawili tu, anavishwa sanda na pia anazikwa. Anavishwa sanda na pia anazikwa. Tena na sanda yenyewe hata zile nguo zake zile avuliwi, zile alokufa nazo katika maaraka, ni kiasi kuchukua sanda kutimiza namna ya kumsitiri tu. Kinyume cha hapo anaendelea na nguo zake zile zile na mipango yake ile ile. Na sababu ya kuitwa hawa mashahidi wote hawa ni kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameshawashuhudilisha kuwa wao ni watu wa peponi. Hakuna mashaka watu wanaoingia katika hii shahada kuwa wao ni watu wa nini? Wa peponi. Kuna kila nyingi kama tuzeleza. Kuna kauli nyingine inasema kwamba yashhadu halal aljanna fi hala mauti, anashuhudia hali za peponi wakati wa kufa kwake. Wahaluma jara, zao kauli tofauti, lakini kikubwa zaidi kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe ameshawashuhudilisha watu kwamba hawa ni watu wa peponi. Sababu kwamba haoshwi, tumesema sababu kwamba aswaliwi ni nini? Ni kwa sababu maghfuru lahu. Lakini sababu ya kwamba huyu shahidi haoshwi ni kwa sababu liibqai athari shahadati alayhi, kwa sababu kubakisha zile athari za nini? Za ile shahada aliyoipata. Kwa sababu ghusla yuzilu dama, kulikumosha damu zitaondoka, na zikiondoka zile ni hasara kwake, kwa sababu akizikwa nazo zile damu, akienda kufuliwa na vile, basi hiyo damu zinageuka zinakuwa harufu nzuri kuliko ilivyokuwa hapa duniani. Duniani damu ikiharibika ina harufu mbaya, lakini huko yaumul mahshar kwamba ili damu inakuwa na harufu nzuri sana, kila mmoja ajua huyo amekufa shahidi. Ndio maana ikawa hikma kwamba hawezi nini akaoshwa tena. Akasema raihul misk, inakuwa kama ni harufu ya nini? Ya miski. Huyo ni shahidi namba moja. Shahidi namba mbili ni shahidi fi dunia tu bas, lakini kwa akhira hakuna kitu. Na hii ni hatari sana tena sana. Inaingia hali kama hii hata kwenye ibada zetu sisi za kawaida ambazo sio za shahada. Nayo ni ipi? Huyu shahidi dunia huwa man mata fi ma'rakati al-kuffar, ni yule ambaye alikufa katika vita vya kupigana Waislamu na makafiri yanayosokuwa Waislamu. Wakati niyatuhu dunyawiyya, nia yake ikawa ni dunia, sio kulinyanyua neno la Mwenyezi Mungu au sio kueneza dini, ikawa nia zake ni dunia. Kwa mfano kupata ghanaim, yani kupata ngawira, kupata mali, mpambano vita onekana na mali, au sum'a, au patikane shahidi. Bwana hawa ndio walikuwa wamekufa kipindi fulani, au bwana huyu alikuwa ni shujaa namna hiyo. Kwa huyu hukumu yake ni ile ile ambayo alifanywa shahidi fi dunia wal akhirah.
Kinachokosekana hapo kwamba huyu haisabiki kwamba ni shahidi fil akhirah. Hapa duniani atakuwa shamezana na Mwenyezi Mungu. Kwa maana kile chokitaka Mwenyezi Mungu anamtekelezea, hapa atakuwa maarufu, atatajika. Leo wako watu waliopigana vita vya Majimaji mpaka tunawataja na wameandikwa kwenye vitabu. Wewe utatajika, lile tayari lishafanyika. Lakini huko akhira, je, umefanya nini? Ikiwa nia yako inafungamana na jambo ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameridhia, mtume wake amelifundisha, ndio utakuwa shahidu fi dunya wal akhirah. Ikiwa nia yako iko vingine, kama tulivyosema, upate mashuhuri, uonekane, ujulikane kadha kadha, basi wewe utakuwa ni hapa duniani, lakini akhirah hauna chako. Ndio nikasema kwamba na sisi ibada zetu nyingi zinaingia, mtu anaswali ili tu anahofia fulani asimwambie au asimseme au asimfadhili. Hiyo ni ria. Unaswali kwa sababu fulani tu asikuseme, asikwambie au asikufadhili. Maana kama leo ukitoswali atakunyima kitu, au unaswali ili uonekane na wewe upo katika safu ya wenye kuswali, lakini si kitu ambacho unaitakidi au unakienzi. Hiyo ni ria. Na ria kama tulivyotambia wanachuoni ni shirku asghar, ni shirki ndogo. Wa shirku la yughfar, na shirki kwa aina yote ile haisameki. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Na hapa ukiangalia Qur'ani ilivyoeleza, haijakuja kwamba inna Allaha la yaghfiru shirk au shuraka, lakini akasema ayushraka, kwa kwamba iingie kwa hali yoyote, fi'l mudhari al-masdariya, kwamba iingie kwa namna yote kushirikisha Mwenyezi Mungu. Basi Mwenyezi Mungu kwa kukubwa kwa kudogo, kwa zama fulani kwa zama nyingine, almuhimu wewe utubie. Ukishatubia ukaacha ushirikina, Mwenyezi Mungu atakusamehe kwa madhambi mengine yote, madogo madogo hayo au makubwa makubwa, lakini sio kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Kwa ria tuiepukeni sana sana. Fanya jambo lillah, umeonekana uko sawa, haujaonekana uko sawa, Allah anatosha kuona wewe uko sawa, basi hilo tu ndio linatosha. Usiache kufanya amali yoyote kwa kumhofia kiumbe, na usifanye amali ya aina yoyote kwa kumwangalia kiumbe. Wewe muangalie Allah. Hiyo ndio nini? Ndio ikhlas. Kinyume cha ikhlas, riya. Naudhu billahi min dhalika. Kipindi chetu mambo yetu mengi ya maslaha. Sasa hivi hata salamu pia tunaitoa salamu, tunasalimiana kimaslahi. Kuna wewe mwenzangu community moja na yeye unamsalimia, kile mtu mwingine tu hivi wala una habari ya kumsalimia, wakati unasema afshu salam, enezeni salamu, tahabu, mtapendana mkiwa mnasalimiana, ni alama ya amani kusalimiana tu. Lakini mpaka mtu umjue, mpaka uwe na yeye amekuenzi, mpaka wewe umekuheshimu, ndio unaweza kumsalimia, hiyo ni makosa. Kwa hiyo shahidi wa namna hii anahesabika hapa duniani, tunamuona kwamba ni shahidi, lakini fil akhirah min al-khasirin. Huyu anafanywa vile vile kama shahidi namba moja. Hatooshwa huyo na wala hatuswaliwa, ataachwa vile vile, manake atakufa katika kifo ambacho cha istiza. Damu yake yale hayaendi kumsaidia chochote. Swala pia hajaswaliwa, dhambi fauka dhambi, yeye atakuwa yukafanu, atavishwa sanda, wa yudfanu, na atazikwa. Shahidi namba mwisho, namba 3, ambao ndo hao sasa mashahidi wengi tu humo, kutokana na hali ambazo zieleza mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Huyu anaitwa nini? Shahidu akhirah, shahidu fil akhirah. Basi ni shahidi wa siku ya kiyama, kwa maana kwamba huyu hafanyiwi muamala ule wanaofanyiwa hawa mashahidi aina mbili. Yeye atafanyiwa taratibu zote kama zilivyo, maana ataoshwa, ataswaliwa, atavishwa sanda, atazikwa. Lakini hiyo nini? Ni shahidi. Naye ni nani?
Huyu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaeleza wachache katika maeneo tofauti, na maulama wakawaeleza kuzifafanua zile hadithi, wakawafikisha takriban wanafika 70 au mashahidi ambao tunawaeleza sasa hivi, ambao shahidi fil akhirah. Hapa fi dunia la, hapa duniani ni mtu wa kawaida aonekana, lakini siku hiyo atabeba daraja ya shuhada, atabeba daraja ya nini? Ya shuhada. Man yuti Allah wa rasulahu ma'a nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin hasuna ulaika rafiqa. Yote mwenye kumtii Mwenyezi Mungu akamtii haki ya kumtii, basi huyu bwana anaunganishwa, yeye daraja yake ataunganishwa, atakuwa na watu hao nabiyin. Kuna watu wana daraja za mitume na wanadamu. Siddiqin, kuna watu wana daraja za wale wa kweli, siddiqiyatul kubra, wana daraja za kina Sayyidina Bakr Siddiq. Mtu mpaka kuitwa mkweli na ukaandikwa katika daftari yako kwamba wewe ni mkweli, si jambo jepesi. Maana yake ukweli ni alama ya yaqeen uliokuwa nayo, ile yaqeen, sadiq al-yaqeen, ilmu al-yaqeen, ndio unaingia katika daraja nini ya as-siddiqin, kwamba wao wamesadiki, wameitakidi kwa namna ya daraja ya mwisho. Alafu washuhada ndo hao. Sasa kuingia shuhada, zile daraja za watu wawili hatuwezi kuzipata sasa hivi, maarakatul kufar na ufe huko vitani, lakini hizi wengi katika sisi wanaweza kuingia. Mtu anataka kueleza, akatuelezea ile mankutila duna malihi duna nafsihi duna irdhihi, akawataja wengi sana, ndio maana wakatuwekea wazi. Kwa hiyo tujue kwamba anayeuliwa kuipambania mali yake akifa, kwa sababu mwambie usidhulumu wala usidhulumiwe. Kwa hiyo mtu atakudhulumu mali yako usikubali, katakupambana ukafa, basi wewe unaandikiwa nini? Shahidi. Nafsi yako hivyo hivyo kadhalika, mtu atakuonea kwa yeye mashallah bodybuilder, nawe ukapambana akakuwa, basi wewe unaandikiwa ni minashuhada. Au irdhihi, au heshima yako, ukapambania kupigania heshima yako mpaka ukafa. Heshima hii, heshima kuheshimiana, yani mtu usimdharau, usimtukana, ni jambo kubwa. Mtume samkalistia sana hii. Hata yaumu hijjatul wadaa, katika moja ya mambo akayataja Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba zile damu zenu, mali zenu, heshima zenu, siku kama hii ya leo ni haramu, zimeharamishwa. Lakini mengine naweza kidogo tukajitahidi kumvunjia mtu mali yake, kumchukulia mali yake, kumuua, kidogo za kuwa zito, lakini hapo kwenye heshima tumekuwa wengi. Yani hata sisi wasomaji, sisi vijana wanafunzi, tunawavunjia heshima sana wanachuoni wetu ambao tufanya leo. Tunaweza sisi tukajua hata dhaifu ni ipi, hasan ni ipi na sahihi ni ipi. Wao ndio wamesababisha kwamba situjue kwamba kuna hadithi hasan, kuna hadithi sahihi, kuna hadithi dhaifu, lakini pia heshima zao tunawavunjia. Na wengine tunawaita washirikina kwa sababu level ya understanding yetu iko chini. Tumefahamu kwa level ya chini sana, tunaona wao ni mushrikina au hawafai. Sasa hii ni kuingia tadakul fil ird, kuingia katika nini? Katika kuvunja heshima, nayo ni jambo baya sana. Kwa hiyo mtu akapambania heshima yake isivunjike kwa namna yoyote, ikampelekea ile namna kufa, huyu anahesabika ni shahidi. Wal mabtun ni kufa kwa maradhi ya ugonjwa wa tumbo. Sio tumbo leo umekula labda kitu, labda ni poison, sumu umekula, kuna ugonjwa unaingia maradhi unasababishwa na bakteria ambao mara nyingi tunasema ile nini, kipindupindu na mengineyo. Mfano kama ikaingia watu wakawa wanakufa sana kwa ugonjwa nini, ugonjwa wa tumbo, mabtun. Lakini wala wengine wakasema, Mtume sana katika hadithi ametaja wal mabtun, kwa maana taam, wakaleta umumu kwamba kila anaumwa ugonjwa wa tumbo
akafa kwa ugonjwa ule wa tumbo, basi huyu ni katika shuhada al-akhirah, mashahidi siku ya kiyama watapata shahidi. Wal ghariq, na mtu ambaye anayozama maji, ghariq, watu wameenda kupiga makachu kwa baharini, kwa bahati mbaya yeye akafa, lakini anajua kuogelea, sio hivi hivi tu kujitia, au yuko safarini imetokea dharuba, hajui maskini kuogelea, kwa sababu lengo la safari si kuingia baharini, ni kuvuka, lakini katokea dharuba akapata na dharuba ya maji, hawezi kuogelea akafa, huyu atachukuliwa katika daraja ya mashahidi. Wal hariq, na mtu kifo chake kwa sababu ni kuungua moto, umetokea sehemu moto umeingia ukamchoma mpaka akafa, basi huyu pia anaingia katika mashahidi. Swali za kuja kwamba sababu bwana alikuwa na madogo madogo katika dhambi, yale yote kwa daraja ya shahidi yanafutika. Maulama wakati tofauti makubwa, lakini mwisho wa siku wakawa wameafikiana kwamba maadamu sio ushirikina, Mwenyezi Mungu atamsamehe. Wengine wamesema madhambi makubwa hizo kusamehewa, kama vile hadi zina, hadi al-qatl, hadi sariqa, amechukua kitu cha huyo, amemdhulumu mtu, akasema huyo hawezi kusameheka. Akasema anasameheka, na Mwenyezi Mungu atajua yule aliyodhulumiwa ampe nini, kwa sababu Allahu ghaniyun la yusalu amma yafalu wa hum yusalun, yeye haulizwi anachokifanya Mwenyezi Mungu, bali sisi ndio tunaulizwa. Lakini wengine wakasema la, hayo haitoweza asameheka, atapata daraja ya shahidi, lakini hawezi kusameheka, kwa maana kwamba atatumikia kile kifungo chake au dhambi zake zile zilizokuwa amezifanya, kisha akiingia peponi atapata daraja ya mashuhada. Allah Ta'ala alam. Hivyo ndo wanasema baadhi ya ulama, lakini si kama ndo maksudio hayo ayatakao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hadiman, naye aloporomokewa jumba au aloporomokewa chochote kwa sababu ya kufa kwake, kama inavyotokea mara nyingine wale wasanifu wetu majengo wanakuwa wanagurika, wajenge majengo vizuri, miaka 10 majengo yanaporomoka, watu walikuwa ndani wanakufa wote, wale pia wana daraja ya nini, ya shahidi. Hadiman maana yake ameangukiwa na nini, na baadhi ya riwaya zikaeleza pia wa ghariban, na mtu amekufa sehemu ambayo sababu ya kufa ni ule ugeni tu, hana cha kusaidiwa, hamjui mtu, yani amebaika na ule ugeni mpaka akawa sababu ya kufa kwake, huyu naye anaingia katika daraja nini, ya shahidi. Na ndio maana katika sheria ikawekwa wale kina ibn sabili, watu wa njia wale. Uislamu unatakuwa umekonsani wale watu ambao wamepita safari zao wameharibikiwa, sio wale wanaosafiri ili wakaombe. Kuna mtu katika majambo yake tu ameenda, lakini amepata tatizo safarini, basi sisi tutakuwa tumwangalie. Lakini wale tu wanaotoka bila sababu maalum, basi mtu anatoka huko anategemea simu yenyewe huyo mtu hamjui, au jamaa tu au mtoto wa jirani au rafiki tu kamwambia njoo wa Dar es Salaam huku, maisha yako mepesi. Hiyo sio sababu ya kimsingi. Lazima unaambiwa ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum. Ina uwanja mkubwa sana, kwa lazima mtu ujizingatie, sio unakwenda tu ukiuliza Mungu yupo bwana aliniambia alifanya hivi. Lazima wewe ujizingatie nafsi yako, ili jambo liko vipi na vipi. Sababu hii ndio tawakkul. Unapotawakkal kwa Mwenyezi Mungu lazima uchukue nini, asbab, sio kutawakkal na kujipeleka tu ovyo ovyo. Hilo jambo sio katika namna zetu za Uislamu. Na huyu ameitwa shahid fi dunya fil akhirah la fi dunya, kwa sababu yeye atapata maratibu shuhada, lakini hukumu yake ghairi shahidi. Hukumu yake hapa duniani sio kama kwamba wale shahidi tunaojua, huyu fayughsal, ataoshwa, wayusalla wa yukfan, na atavishwa sanda, wayusalla, na ataswaliwa, kisha wayudfan, na atazikwa.
Hivi ndio ilivyo. Mwenyezi Mungu akituwafikia inshallah, tukijia tuja kuzungumza hukumu ya mtu asiqt, yani mtu ambaye amezawa hajatimilia kisha akafa, yani hajatimilia ile masiku ya kutimilia mwanadamu. Wengine chini ya miezi 6, wengine ndani ya miezi 6, lakini akizawa amekufa. Sasa yule ana hukumu yake, yakitoka hapa duniani afanywe nini? Kuna hali tunamuosha kama vile alikuwa mtu mzima, kuna hali tunamvisha tu nguo na nini, tunamzika kama kawaida. Kuna hali hatuziki kama kawaida, tunachimba shimo tu tunafukia. Uko namna gani? Inshallah Mungu tutafikia. Nikome hapa kutokana na wakati, kwa sababu wengine warudi maofisini. Kwa haya machache, Mungu atujalie tuwe shuhada fil akhirah, kwa sababu shuhada fi dunia wal akhirah sasa hivi haipo tena, lakini fil akhirah tupate shahada inshallah. Tuwe katika hali ya ikhlas na ucha Mungu. Atujalie miongoni ambao yastamuna qawla fayattabi'una ahsana. Allahu ta'ala a'lam. Al-Fatiha. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا ما فيه يا رب العالمين. اللهم ربنا حل الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا واجتنابه. اللهم يسر امورنا مع راحة قلوبنا ولا تيسرنا في دنيانا. اللهم سهل لنا ما نريد واجعلنا ما نخاف بفضلك يا لطيف. يا لطيف طب بنا فيما نزل انك لطيف ولا تزال بنا المسلمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا عزيز يا حنان يا منان. وصلى الله وسلم على النبي وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.